Shehe mkuu na mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zuberi, miongoni mwa kauli zake anazopenda kuzitumia ni badilika, acha mazoea. Kauli hii imetekelezwa kwa vitendo hapa mkoani Tabora katika wilaya ya Sikonge. Waumini hawa wa mkoa wa Tabora na wilaya ya Sikonge wamebadilika na kuacha mazoea kwa kufanya uamuzi wa kujenga kituo cha afya. Baada ya maamuzi hayo ya busara, waumini wakiongozwa na viongozi wa BAKWATA mkoa na wilaya ya Sikonge, hatimaye 2020 ujenzi ulianza. Hiki ni kituo cha afya ambacho kinamilikiwa na taasisi ya BAKWATA kilichojengwa kupitia michango mbalimbali kama inavyoelezwa katika taarifa hii. Tuendelee kukushukuru kuwepo kwa jengo hili, ni ushiriki wako mkubwa toka mwanzo wa ujenzi hadi kukamilika kwake. Jengo hili tumeanza kulijenga mwaka 2020 na sasa mwaka huu wa 2025 tumekamilisha. Mheshimiwa mgeni rasmi, jengo hili limejengwa kwa michango mbalimbali zikiwemo nguvu za wananchi, lakini hadi hapo pamoja na viongozi wa serikali. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ofisi yake ilichangia, Mheshimiwa mkuu wa mkoa ofisi yake ilichangiwa, Mheshimiwa madiwani walichangia, taasisi mbalimbali kama CRDB walichangia, na vikundi vya jamii, mfano kikundi cha meza huru nao pia walichangia. Pamoja na hayo, shukurani za ziada tunazitoa kwa Mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa George Joseph Kakunda. Toka jengo hili alianza kwa kutoa kwa kiasi cha shilingi milioni 1. Tulimuomba tutafutie mgeni rasmi kwa ajili ya harambee ambayo tulipanga, ambao Mheshimiwa mgeni rasmi wewe mwenyewe ulitushauri na tukalifanya hilo jambo. Katika ile harambee mgeni rasmi alikuja Mheshimiwa Bashe, alifika na hatimaye jengo linang'ara kama unavyoliona. Takbir. Hatutamsahau Mheshimiwa George Joseph Kakunda kwa hiki alichokifanya. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho tupeleke salamu kwa Mheshimiwa Mufti, lakini zifike salamu kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kutuchangia kiasi cha shilingi milioni 30. Mungu ambariki na amkinge na shari. Kwa sasa tunajipanga kupata vifaa tiba na tunakuomba uendelee kufanya hima Mheshimiwa mgeni rasmi kututafutia wahisani mbalimbali ili huduma ziweze kuanza. Baada ya mafanikio haya makubwa ya kukamilika kwa ujenzi wa kituo hiki, leo Shehe mkuu wa Tabora Sheikh Ibrahim Mavumbi amekuja kutembelea na kukagua kituo hiki. Kweli mdomo unashindwa la kusema, kwa sababu tumeandika historia ya Sikonge ya mkoa mzima. Hakuna maendeleo makubwa yaliyofanyika kama katika wilaya ya Sikonge. Hiki kituo cha afya ukikitizama, japokuwa sisi sio wataalamu, lakini kimejengwa kwa utaratibu na kwa usimamizi ule ambao serikali inataka. Hakikujengwa kwa kubahatisha. Sababu zangu kwa hiyo nawashukuru sana Waislamu wa wilaya ya Sikonge. Sisi tulikuwa watengeneza plani, lakini nyinyi ndio mmesimamia na kuunga mkono zile plana mpaka leo kituo kikubwa kimefikia kwa hatua hii. Tuseme wote alhamdulillah. Lakini katika kilio cha Mheshimiwa Mufti ni maendeleo. Sasa hapa hakuna nahau, hakuna swafa, hakuna mantiki, hakuna bayana. Sawa ngapi? Hapa imefanyika maarifa na umoja wa Kiislamu kufikia maendeleo makubwa kama vile haya. Achaneni na masuala ya nahau, mtu na nahau sana, kasoma wapi? Kusoma bila vitendo ni bure, habaa mansura. Sheikh Jumanne na uzee wake kafanya haya, anatupa imani sisi viongozi wake japokuwa ni watoto, kwamba kuamini kwa wilaya ya Sikonge tunaweza kufanya makubwa zaidi ya haya. Miongoni mwa wadau ambao wamesaidia katika ujenzi wa kituo hiki,
Mbunge wa jimbo la Sikonge Joseph Kakunda ameeleza kuwa ataendelea kutoa ushirikiano kwa taasisi ya BAKWATA. Tangu kuanza msingi tumeshirikiana mpaka pale ilipofikia, tutaendelea kushirikiana mpaka tumalize hii kazi. Ninafahamu kwamba sisi tunaenda kumaliza muda wetu, na kurudi au kutorudi ni maamuzi ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo ninafikiri kwamba mimi kusema nitaendelea, lazima niwe na kikomo katika kusema vile, kwa sababu ni maamuzi ya vikao ambao mimi siingii. Wataingia watu wengine wakubwa zetu, waingie kwenye vikao vile, waamue kama ni kumrudisha Kakunda au tusimrudishe. Kwa hivyo ni wao, wakiturudisha basi tutaendelea. Lakini mimi nasema katika ahadi yangu, hata kama wasiponirudisha, basi tutaendelea kushirikiana mpaka mwisho wa mauti yangu. Baadhi ya wananchi wa wilaya hii ya Sikonge wameelezea kiu yao baada ya kituo hiki kukamilika kujengwa. Kwa majina naitwa Zena Haruna Harufani, ni mkazi wa Sikonge Madukani. Namshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa jambo tulilolifanya hapa katika wilaya yetu ya Sikonge. Lakini sisi tumefurahi sana kama wanawake kwa sababu hiki kituo chetu cha afya cha Waislamu kitatuhudumia sisi kama wanawake. Tutatibiwa na wanawake wenzetu, tutazalishwa na wanawake wenzetu, sio wanaume. Kwa kweli kwa jambo hilo kama mimi mwanamke nimefurahi sana. Kwa sababu sisi wanawake tukienda hospitali zingine hizi tunahudumiwa tu na wanaume. Lakini kwa kituo chetu cha afya cha Kiislamu leo tunahudumiwa na wanawake wenzetu. Ni jambo zuri sana, tumeshukuru sana. Afya ndio kila kitu hapa duniani. Kwa jina naitwa Salma Haruna Mlenda. Nashukuru sana. Mimi ni mkazi mzaliwa wa wilaya ya Sikonge, mkazi wa kata ya Mkolie, kijiji cha Mkolie. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu kutuletea upeo kupata kituo cha afya hapa wilayani kwetu. Kituo cha afya kinatusaidia sisi watoto wa kike, wanaume, watoto. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa kupata huduma ya karibu. Kwa majina naitwa Maulid Ali, ni mkazi wa Sikonge. Kunaleta unafuu mkubwa kwetu sisi kama wananchi wa Sikonge, ukizingatia hii kata ya Sikonge kwanza haina kituo cha afya. Ina zahanati moja tu ambayo haitoshelezi mahitaji ya wananchi waliopo. Na ingawa tuna hospitali ya wilaya, lakini mara nyingi watu ili apate huduma lazima anzie zahanati. Kwa hiyo kunakuwa na msongamano mkubwa sana kule ambao zahanati inashindwa kuhimili. Kwa hiyo kukamilika kwa kituo hiki kutasaidia kupunguza ule msongamano kwenye zahanati ile kule, lakini pia kwa mandhari ya hiki kituo kilivyojengwa kinasaidia pia kutoa msaada kwa sababu kimewekwa katika pande mbili. Kuna upande wa wanaume ambao wanapata huduma sehemu yao na wanawake wanaopata huduma sehemu yao. Kuna baadhi ya watu hasa wazee, watu wenye umri mkubwa, anapokwenda hospitali anakutana, pengine ni mzee wa kiume anakutana na nesi au muuguzi wa kike, anashindwa kueleza matatizo alionayo. Matokeo yake anajikuta ameathirika, pengine hata na kupoteza maisha kwa sababu tu ya ile aibu ya kueleza tatizo alilonalo. Pia wazazi wa kike, wazee wa kike, anakwenda kwenye kituo cha kutolea huduma ya afya, anakutana na muuguzi wa kiume, anashindwa kueleza ugonjwa unaomkabili kutokana na ile aibu. Matokeo yake inapelekea kuathirika zaidi na pengine inakuja kugundulika wakati tayari imeshakuwa too late. Kwa hiyo hii nadhani itasaidia kwa sababu kutakuwa na watu wa huduma wa aina tofauti. Hapo Mwenyezi Mungu alikuwa akimwambia mtume na Waislamu, akiambiwa i'malu, nyinyi fanyeni, msisikilize maneno, yani msije mkadhofika. I'malu, nyinyi fanyeni, tendeni tu. Maana yake Muislamu anapofanya mwanadamu anahitajika vitu vile vikubwa. Jambo la kwanza
Muislamu unavyofanya, jitahidi unapatia. Na kupatia kwa mujibu wa maelekezo na mafundisho. Kila kitu kina taratibu zake. Lakini jambo la pili, fanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kutafuta radhi za Mungu. Hayo mambo mawili kwenye kitendo chako chochote, kiwe cha swala, cha kujenga msikiti, cha kutaka uongozi, cha kutaka nini, lazima vitu vile hivyo uvichunge. Jambo la kwanza, ujitahidi upatie. Usifanye ushi, usifanye utapeli, usidanganye. Lakini jambo la pili, fanya lillahi, make lengo lako inawezekana wewe unatafuta kudiwani ili usaidie watu, sio ujinufaishe. Unatafuta. Mimi ni Emil Kasapa na hii ni CG Online TV. Assalamu alaikum.